Kwanza unajua unapokuwa umeitwa sehemu kwanza unataka ujulie ili ukaona nini ambacho umeitiwa. Mimi nimekuwa miongoni mwa engineer mwenyewe. Kwa hiyo nimeona kuna haja ya kuja kuona kile ambacho amekiandaa. Lakini baada kitu ambacho anakuja kukiongea ni kile ambacho kinahusiana yeye kuteuliwa kwa mjumbe kwenye sehemu ya FIFA. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa ni jambo zuri kuja hapa na kuja kuona kitu gani ambacho anataka kutuambia Watanzania na wadau wa mpira. Lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo Tanzania inapiga hatua kwenye maendeleo ya mpira. Pia unapozungumzia maendeleo ya mpira sio tu kwenye vilabu kufanikiwa, hata unapopata wawakilishi kwenye shirikisho la mpira kama FIFA na shirikisho mengine kama vile CAF, unaona namna gani mpira wetu unapiga hatua. Na tangu ameingia kwenye mpira Idinawese amekuwa na miongoni mwa watu ambao wanapiga hatua kila siku na amekuwa anapata nafasi tofauti. Kwa tu kama Tanzania ni jambo zuri, ndio maana mimi nimekuja. Idinawese kwako unamuona ni kiongozi wa ni kiongozi wa mfano, kiongozi ambaye kila mtu anatamani kufanya naye kazi, kila mtu anawish kufanya naye kazi. Hapo unatakiwa uje hapa. Hata mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao natamani siku moja kufanya naye kazi. Kwa hiyo nilikuja hapa kuja kuunga mkono hiki ambacho nikianza. Kwenye lengo gani kwa unatamani kufanya naye kazi? Ukishaingia kwenye football, jiandae kufanya kazi na mtu wote. Kwa hiyo you never know, leo hii mimi niko KMC. Labda miaka miwili mbele anaweza kuja kuwa rais wa KMC. Kwa hiyo you never know. Kwa mimi nimejiandaa kwa chochote kile ambacho kitatokea. Ikitokea amekuja KMC, ikitokea kwenda huko ambapo anafanya kazi, yote ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo ni kiongozi wa mfano, kiongozi ambaye kila mtu anatamani kukaa. Nadhani uwakilishi wake kwenye FIFA kutoka Tanzania itakuwa ni na big impact kwenye mpira wa Tanzania.